Husna Juma Sekiboko atafuatiwa na Mheshimiwa Margaret Simanza Sita. Mheshimiwa Daktari Tea Medad Ntara ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru sana kwa kunipa nafasi. Lakini awali ya yote nitumie fursa hii kumpongeza na kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunajadili ofisi ya Rais. Ofisi ya Rais utumishi. Wizara hii kwa mujibu wa sheria, waziri mwenye dhamana ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na yeye tunampongeza kwa sababu tumeona mabadiliko makubwa katika utumishi wa umma nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wale ambao wanatoka kwenye utumishi kama mimi, tutakumbuka kwamba miaka michache tu iliyopita kila aina ya kada ya utumishi tulikuwa na wimbi kubwa sana la madai ya watumishi, malimbikizo, madai ya safari za kiutumishi, madai ya mahamisho na kadhalika. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kipindi kifupi ndani ya utendaji na utekelezaji wa kazi wa Daktari Samia Suluhu Hassan tumeshuhudia kupungua kwa kiasi kikubwa kwa malalamiko ya watumishi wa umma. Kwa kweli, kwa dhati kabisa, tunamshukuru na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie fursa hii kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Simbachawene. Mheshimiwa Waziri, kwanza wewe ni darasa. Sisi wabunge, hasa wale wachanga wenzangu, tumekuwa tukijifunza mambo mengi kupitia kwako. Lakini moja ambalo nataka niliseme leo kwa dhahiri, Mheshimiwa Simbachawene, wewe ni mkweli sana. Sio tu ndani ya bunge, lakini hata kwenye vyombo vya habari tumekushuhudia ukizungumza ukweli na kuwashibisha Watanzania juu ya mambo ya ajira. Mheshimiwa Simbachawene, tunakushukuru na tunakupongeza sana. Kaka yangu Deus, wewe ulikuwa mwenyekiti mwenzangu, nafahamu wewe ni mtu mwema, ni kiongozi hodari, uwezo wako hauna mashaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze na niwashukuru sana watumishi wa umma nchini wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna aliyekuja humu ndani mbunge amemtegemea mtumishi wa umma. Kama kuna mwananchi yuko nyumbani anapata maji, anapata umeme, anasafiri kwenye barabara, anapata matibabu, anahudumiwa na mtumishi wa umma. Nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana watumishi wa umma kokote mliko Tanzania. Kazi yenu ni kazi njema, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama ingelikuwa uamuzi wangu baada ya mchango wa Mheshimiwa Jenjeri na baada ya mchango wa Mheshimiwa Ali Singe, nisingesimama kuzungumza. Mheshimiwa Jenjeri amezungumza vizuri kwa ufasaha changamoto za utumishi wa umma kwa sasa. Mheshimiwa Jenjeri amezungumza namna ambavyo Secretariat ya Ajira imeamua kukunja mikono na kuacha kazi zake kwa taasisi zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianzie hapa. Ajira za Tanzania ni mali ya Watanzania wote. Na mimi namuelewa sana Mheshimiwa Simbachawene. Aliwahi kuzungumza akasema, hizi ajira ambazo tunatangaza ni chache sana. Watanzania ambao wanazihitaji ni wengi kupita maelezo. Lakini tunatumia vigezo mbalimbali angalau kuwapata wachache wanaohitajika. Lakini haina maana kwamba hao Watanzania ambao hawapati ajira hawana sifa. Ninamnukuu Mheshimiwa Waziri. Maana yake ni nini? Watanzania wengi wenye sifa wanatamani kuajiriwa, sio tu kwenye serikali, hata kwenye mashirika ya binafsi. Lakini ajira zilizoko ni chache. Sasa, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni namna gani serikali inatoka kwenye lawama? Hakuna namna ambavyo serikali itatoka kwenye lawama ya ukosefu wa ajira nchini, kwa sababu huyu ndio mzazi, huyu ndio mama, huyu ndio baba wa Watanzania ambaye tunategemea alishe Watanzania wote kwa matarajio yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la kutoa ajira serikalini
na kuipa taasisi fulani ifanye mchakato wa ajira, ifanye usaili, alafu ikuambie hawa ndio wa kuajiriwa waajiri, hili haliko sawa. Mheshimiwa Mwenyekiti, haliko sawa kwa sababu wewe ndio unajua unamhitaji mtumishi wa namna gani kwenda kufanya shughuli gani. Wewe ndio unajua njaa ya Watanzania kwenye soko la ajira. Wewe ndio unayejua mahitaji ya serikali katika ajira ambazo zimetangazwa. Outsource, ukaipa mtu binafsi, akaenda kutafuta watumishi, akakuletea wewe. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ni bomu. Hilo ni bomu ambalo mwisho wa siku Watanzania tutapata tabu nalo. Ni lazima kama serikali tukubali, kama mtoto unayemlea, uliyemzaa mwenyewe, hashibi chakula unachompatia, hawezi kwenda kushibishwa kwa jirani. Huwezi kumwambia mjomba wake mlishe huyu labda yataridhika, haiwezekani. Hatuwezi kukwepa, nafahamu tunakwepa pengine upendeleo kwenye ajira, tunakwepa vitu vya namna hiyo, lakini mwisho wa siku mwarobaini wake Mheshimiwa Mwenyekiti sio ku outsource udahiri wa wanafunzi, sio sahihi. Haileti picha nzuri kwa Tanzania. Serikali tuliyoiamini ina vyombo vya ulinzi na usalama, ina vyombo vya kiutumishi. Tunategemea vyombo hivyo viscreen, viondoe upendeleo, vyombo hivyo vifanye vetting, vyombo hivyo viwasaidie Watanzania kupata watumishi wanaotakiwa, sio abadan kutafuta kampuni na kuikabidhi jukumu la ajira. Hiyo haiwezekani. Mheshimiwa Mwenyekiti, hiyo haikubaliki. Tunatamani kuona serikali yetu inafanya jambo hili, hasa ukizingatia kwamba jambo la ajira, waheshimiwa wabunge, ni jambo la kiusalama. Lazima serikali yetu ifanye kazi hii kwa mikono yake na sio kumpa mtu mwingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna mfumo wa ajira sasa. Watoto wanaitwa kutoka Mara, kutoka Tanga, kutoka Zanzibar, wanakusanywa kwenye majiji mawili matatu. Gharama ya huyo mtoto kusafiri, gharama ya mtoto kwenda kuishi haiangaliwi, na bado atashindwa kwenda kuingia kwenye usaili, ataambiwa hana sifa. Hii haiko sawa. Tuwapunguzie gharama. Hawa watu wanatafuta ajira, wanatoka kwenye kaya masikini. Kwa nini hii mifumo ya ajira wasiende kufanyiwa usahili kwenye maeneo yao? Niwashukuru na kuwapongeza sana TAMISEMI, wameanza kufanya hivyo kwenye ajira za ualimu, wamefanya hivyo kwenye ajira za afya. Na leo nimeona tangazo la polisi. Niwashukuru na kuwapongeza mambo ya ndani, wameenda kufanya hivyo, wanafanya screening kule kwenye mikoa wanapotoka wananchi. Swala la kuwaita sehemu moja, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii haiko sawa. Tunachochea mambo ambayo hayakubaliki kimsingi na kimaadili ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukizungumzia watumishi, haki zao, ya kwanza, mtumishi anatumia akili, ubongo, hatumii nguvu. Anatumia akili kama ni mwalimu kufundisha, kama ni daktari kufanya matibabu, lakini anatumia zaidi akili. Lazima awe free, awe ametulia, aishi katika mazingira tulivu. Lazima ahudumiwe vizuri. Lazima aishi katika mazingira ambayo yanamruhusu kuwekeza muda wake na maisha yake kwenye utumishi zaidi kuliko kwenye mambo mengine. Je, hili tunalifanya? Mheshimiwa Mwenyekiti, mtumishi wa umma kuomba uhamisho tu siku hizi imekuwa yani ni jambo ni jihadi. Mtumishi wa umma kuomba kuhama, mimi nataka kuomba hapa nikahudumia wazazi wangu sehemu fulani, nitoke hapa. Na nimshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Simbachawene, mwaka juzi alisimama na mwaka jana alitoa tamko na waraka, anayeamua kuifuata familia yake aruhusiwe kuifuata. Na hii ni njia, Mheshimiwa Mwenyekiti, ya kuendelea kujenga maadili ya nchi yetu. Lakini Mheshimiwa Simbachawene bado wanazuia wale wanaofuata wake zao na waume zao, hawapewi uhamisho. Hili jambo lazima tuamue kama kweli tuna dhamira ya kuwasaidia watumishi ili waweze kuwa productive kwenye maisha yao, kwenye maeneo yao ya kazi. Ni lazima tukubaliane waraka uliotolewa na serikali wa kumruhusu mtumishi kufuata mwenza kwa ajili ya kwenda kukaa kwenye eneo ambalo anaweza kuhudumia familia yake vizuri, liweze kubaliwa na ichukuliwe ni kipaumbele katika hamisho za watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimalize na swala la TASAF. Niliwahi kutembelea Korogwe na niliwahi kusema humu ndani. Nilipita Korogwe nikakuta familia moja maskini sana. Babu ana zaidi ya miaka 80, mke wake ana zaidi ya miaka 70. Mke wake ni mgonjwa dhaifu na bahati mbaya hawakuwahi kupata mtoto. Hawana ndugu, wanaishi pale Korogwe.
With time nikaja hapa nikaomba, jamani, ziko kaya ambazo mnasema zimegraduate. Kaka yangu shangazi amesema asubuhi wana graduate lakini hawapewi vyeti. Zina graduate lakini bado ni masikini wa kupindukia. Nikaomba, jamani, hebu fanyeni uchunguzi. Zile kaya ambazo bado ni maskini ziendelewe kusaidiwa kupitia mpango wa TASAF ili waweze kunusuru maisha yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nikuambie, baada ya miezi 6 yule mama alifariki kwa njaa, kwa matatizo, kwa shida. Na niwashukuru sana wananchi wa Korogwe, walikuwa wanachanga, kila mwanamke alikuwa anatoa chakula kupelekea ile kaya. Lakini watu wa TASAF walikiri, walisema amegraduate, hastahili tena kuhudumiwa na TASAF. Hii sio sawa. Lazima tuangalie hawa wanaoambiwa wamegraduate, wanagraduate kwa mtindo gani? Wanagraduate katika mazingira yepi? Wanagraduate kwa nia ipi? Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nadhani kama tunaelekea mwisho wa mfuko huu wa TASAF, lakini tunapokwenda kuanza mfuko mwingine, lazima tuangalie haya. La kwanza, hii habari ya kugraduate hii lazima tuiangalie upya, tuone kama inatija kwa wananchi ama haina tija kwa wananchi. Lakini pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ile habari ya kuwafanyisha kazi eti ni mradi wa TASAF, sioni kama inatija, kwa sababu wengi wanaokwenda kutumika kwenye hizo kazi ni wazee, ni watu wazima ambao hawana uwezo wa kufanya hizo kazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa nafasi hii na ninaunga mkono hoja kwa 100%. Asante sana Mheshimiwa Husna Juma Sekiboko, na kushukuru.